Bana Naimana, hongera kwa mchezo mzuri lakini pole kwa matokeo. Nashukuru, ndio football. Ilikuwa ngumu kiasi gani kufanya save ngumu kama zile lakini pia kuweza kuruhusu bao 3 kwenye mchezo kama wale? Kisaikolojia nilikuwa nimejiandaa, tunajua ubora wa Yanga, tunajua ni timu nzuri. Nilikuwa najua kinachotokea tu. Kama itatokea kweli tutashambuliwa, na kama kipa nia yangu ni kuokoa. Ulikuwa na performance nzuri licha ya kuruhusu bao 3. Pengine unafikiri changamoto hasa ilikuwa nini kwa dakika zote 90 kuweza kuruhusu bao 3 kama hizo? Changamoto ni mipango plani ambayo tulikuwa tumekuja nayo ya kucheza na Yanga. Tumecheza dakika 30 vizuri, lakini ikaonekana tumepotea kwenye plan game yetu. Ndio kitu ambacho kimetuma Yanga inatuadhibu, kwa sababu ukicheza na timu kama Yanga inakuforce, inakupress. Kwa hiyo ule utulivu tumepoteza utulivu. Naimana, mlitegemea kuja kucheza na timu za madaraja kama Young Africans, mnakuja kwa kupaki basi. Kwa nini kupaki basi kutokana na aina ya timu ikiongozwa na washambuliaji wengi? Hamna, nia na mazumuni yenu haikuwa kupaki basi, kwa sababu ukiona ligi saa hizi kila mtu anahitaji pointi. Kila mtu anahitaji pointi, ni plan game yetu ambayo tulikuwa tumepanga. Yanga wameweza kutusoma vizuri na ndio maana imetokea hivyo. Sio eti tumekuja kunia kupaki basi, hapana. Wewe unacheza eneo la goalkeeper na goalkeeper ndo anayeona timu kwa mbele. Unahisi wapi timu yenu ilikuwa inavuja sana ikaanza kuruhusu magoli yote 3? Hatukuvuja sana kwa sababu ni communication. Ukiona hata goli ambazo zetu tumefungwa ni kutokuwasiliana vizuri tu. Yanga walitumia kwenye madhaifu yetu na ndio maana wamepata matokeo. Pressure ilikuwaje mlikuwa mnakwenda kucheza na timu kama Yanga ambayo ilikuwa ina uhitaji na hizi alama 3 pengine kuweza kujiimarisha kileleni? Kwenu pressure kwenye kikosi ilikuwa ni ya namna gani? Sisi kama timu hatukuwa na pressure. Ukiona gisi mpira umeanza, tactics tulikuwa bora zaidi. Kitu ambacho tulikuwa tuna mix ni kipindi tunapokonya mpira na tunataka kushambulia. Tumepoteza pasi nyingi sana. Ni kitu ambacho kimetokea kwenye mchezo wa leo na ndio maana Yanga imetumia, tumepoteza mchezo. Na Mungu mmepanda shuka sana kwenye ligi msimu. Mmesali michezo miwili. Tuambie namna ambavyo mnaenda kujipanga kwa ajili ya michezo miwili kutamatisha ligi kwa msimu huu. Tumebakiza game 2 nyumbani. Malengo ni kushinda. Tulikuwa na game 3 zote tulikuwa tumeweka mpango. Kama hivi tulikuwa na game karibuni 4 hatujapoteza mechi. Kwa hiyo ni fursa kwetu kumalizia nyumbani game 2. Tunaamini tutashinda na kuweza kumaliza nafasi nzuri. Huu ni msimu wa namna gani kwako binafsi? Msimu hakuwa vizuri kwa upande wetu kwa sababu na Mungu hatujazoea kucheza sehemu za pressure kama kugombania kushuka daraja au kucheza playoff. Kwa hiyo na imani ijayo itakuwa bora zaidi. Tumeona ligi, ugumu wa ligi, msimu ujao na imani tutaboresha. Shukrani sana. Asante. Kiujumla mchezo ulikuwa mzuri na tuanze kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kuzijalia timu zote mbili. Mechi imekuwa salama kabisa, mechi nzuri ambayo imekuwa na mvuto. Mechi ambayo ukiambiwa man of the match ni Maxim pia Nzegeli, hauwezi kuanza kudoubt. Ziko mechi nyingine hapa wanatoka man of the match ambao hawagusi mpira. Kwa hiyo ni kiwango cha kuonyesha kwamba mechi ya leo standard yake ni standard ya kimpira ambayo imefurahisha kila mtu. Tupongeze sana wachezaji wetu, wamefanya jitihada nzuri na Mungu alikuja na approach nzuri. Kama ulifuatilia vizuri mechi, dakika 20 za kwanza hatukuweza kutengeneza nafasi yote ya kufunga goli. Kwa hiyo quality yetu ndio imetusaidia pia kuamua mchezo, kwa sababu nafasi ya kwanza tulifunga, nafasi ya pili tukafunga. Hiyo quality hiyo ndio sababu inayofanya Yanga tunashinda mechi nyingi na ndio sababu inayofanya Yanga tunakimbiwa na baadhi ya mechi pindi ambako tunapangiwa kucheza nao. Kwa hiyo tunaendelea kujivunia kwa wachezaji wetu na tunaamini kwenye mechi 2 ambazo zimebakia za ligi msimu huu tutakwenda kushinda zote, alafu tuchukue ubingwa wetu inshallah. Mechi 2 zilizosalia, tuna mechi na Tanzania Prison ambayo itapigwa away Mbeya. Tuna mechi ya mwisho ya msimu dhidi ya Dodoma Jiji ambayo itakuwa ni mechi ya nyumbani kwa Yanga. Kwa sababu bakia mechi 2 kwa mujibu ratiba ambao tuko nayo kwenye upande wa ligi kuu ya NBC, na zibakia mechi 2 kimahesabu kwenye kombe la CRDB. Kama tukishinda mechi ya nusu finali Jumapili dhidi ya JKT, maana yake tutaongeza na huo mchezo wa pili kufika finali. Kiujumla Yanga tuna mechi 4 kufunga msimu wa 24-25 inshallah. Hali kuna mabadiliko yamekuwa yakifanyika upande wa kikosi. Sasa kwa Dennis Nkane tumeona mapinduzi kiwango chake, lakini pia hii leo amepata nafasi ya kucheza na namna kiwango chake kinaongezeka tu. Unaweza kutuambia kwa jinsi wewe ambao unamuona Dennis Nkane? Kitu ambacho tunajivunia kuhusu Miloud Hamdi ni kutoa nafasi kwa wachezaji tofauti. Amekuwa na kikosi chake chote na anawaamini wote kufanya hiyo kazi. Kwa hiyo sio kwa Nkane peke yake. Nafikiri mnaona pia improvement kubwa ya Azizi Ndamwile katikati ya kiwanja,
anavyokuwa anaingia na mchango ambao anautoa. Kwa kila mchezaji ambaye kwenye benchi la Mamelodi Hamdi ananufaika na uwepo wake wa kumpa nafasi kila mtu. Kwa tunaamini kuelekea mwisho wa msimu watakuwa wamepandisha viwango vyao, na hata panga likija kupita kuna mtu huenda akabaki kwa sababu tu ya mechi hizi za mwisho, kwa sababu ameonyesha kupanda kiwango na ikawa ni faida wake na faida wa klabu kwa ujumla. Hali imeshinda mchezo huu mabao 3-0. Huenda ni mchezo ulikuwa unatazama sana kwa sababu pale juu tunaona kuna vita ya kusaka taji. Ushindi huu umekuwa na umuhimu kiasi gani kwa upande wenu? Kwanza umezungumza swala la 3-0. Maana yake unazungumzia clean sheet nyingine kwa Djigui Diarra. Na huu ndo msimu pekee ambao Watanzania mtajifunza kwa urahisi tofauti ya goalkeeper bora na bora goalkeeper. Sio kila mwenye miguu mirefu ni goalkeeper mzuri. Wengine wanaweza kuwa tu kama ule mchezo wa ngongoti zamani. Yes. Kwa kila mwenye miguu mirefu mkasema ni goalkeeper mzuri. Kwa Djigui Diarra msimu huu atakwenda kuwafunga midomo wote waliokuwa na doubt kuhusu quality yake. Hauwezi kumfananisha Diarra na goalkeeper walenga ufunge, ama goalkeeper hawezi kufika daraja ambalo liko nalo Djigui Diarra. Kwa tunaamini ushindi wa leo huu ni maalum pia kwa Diarra kwa sababu tumepata clean sheet nyingine muhimu na ni serious sasa tunatafuta pia hiyo tuzo ya goalkeeper bora wa msimu. Tumzungumzie man of the match Maxim Pia Nzengeli. Yes, Maxim Pia Nzengeli amestahili kuwa man of the match kwenye mchezo wa leo, na ni mchezaji mtiifu kwelikweli kwenye klabu yetu. Niwape tu siri ndugu zangu waandishi wa habari, kipindi cha hivi karibuni wavimba macho fulani hivi walianza kujitumisha message, kupiga simu, na Maxi alinionyesha kila namba na kila message iliyokuwa ikimtafuta kwamba njoo huku sijui utafanyaje, lakini Maxim Pia Nzengeli akawaambia amekuja Tanzania, anayejua Yanga atacheza Yanga, na kama ikibidi kuondoka Yanga ataondoka Yanga kwenda nje ya mipaka ya Tanzania kwa ajili ya kwenda kutafuta changamoto nyingine, sio hapa. Kwa hiyo kama kuna mtu aidha mnamjua au mnamhisi, kampeni hizi salamu. Maxim Pia Nzengeli sio daraja lao. Full stop. Ali, kwenye michezo mingi ambayo imesalia kwa mujibu wako wewe, tushuhudie wewe una mujibu wako? Kwa mujibu wako, tutegemee kushuhudia mabadiliko kwenye kikosi ili kuwapa wachezaji wengine nafasi. Wewe pia ni coach ukiachana na msemaji pia. Wachezaji ambao wako nje, kwa mfano tumemkosa leo Pacome Zouzoua, lakini wamemaliza injury yake. Ilikuwa acheze lakini bado alikuwa hajafika 100% ya fitness level yake. Kwa automatic huyo mtu anaweza kwenda kutumika Mkwakwani. Halidi Aucho hivyo hivyo pia na Shadrack Kiboko. Kwa hiyo wewe ndo kashuhudia mabadiliko ya wachezaji kutokana na kurejea kwa wachezaji wengine na mahitaji ya huo mchezo wenyewe pale Mkwakwani. Msemaji, tuzungumzie kiatu cha ufungaji. Tunaona wachezaji sasa Dube tayari wanafunga, lakini Mzize ambaye anakuwa kiatu sasa, unajua kiatu cha ufungaji bora kinaweza kuwa changamoto kwa sababu sisi tunapambana tufunge magoli mazuri, kuna wenzetu wanapambaniwa kufunga magoli ya kutenga. Sasa inaweza kuwa ngumu. Kama mtu kila siku anafunga penalty, anafunga penalty, anaweza kuwa top scorer kweli, lakini hawa kina Dube kina tumwambia wafanye